Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Nimeona clip moja ya moja katika mashekhe wa Kiwahabi akiwalaumu wanafunzi wao. Huyu shekhe anaitwa Arif Nahdi, anawalaumu wanafunzi, lakini pia akasema kwamba chanzo cha hayo huenda ikawa ni walimu. Anawalaumu kwenye jambo la utomvu wa adabu. Anasema kwamba watu wa sunna tunapoenda kwenye taasisi zao na sehemu mbalimbali tunaona kuwa hawana adabu. Akisema watu wa sunna si kwamba ni watu wa sunna kweli. Hapo anakusudia mawahabi na wala si watu wa sunna mawahabi. Lakini basi tu ndo maneno ya kujipamba pamba kwao. Anasema wana tatizo, hakuna akhlaq nzuri. Kwa hiyo amewalaumu Sheikh Arif Nahdi mawahabi wenzake kwamba wamekosa adabu nzuri. Katika mzunguko wangu mimi nchi hii au nje ya nchi hii tunakuta vijana wa sunna wanakosa akhlaq. Yaani ukienda kwenye sehemu ya watu wa sunna wanakosa akhlaq, ukienda sehemu ambaye si watu wa sunna wanakuwa na akhlaq. Tunajiuliza, what is the problem? Why? There is a problem. Labda inaanzia kwa walimu wetu. Mtoto siku moja mimi nilikuwa na wageni kwenye gari yangu. Tumefika na wageni toka nje, watu wameshuka na mavilemba kama mashekhe wazito. Imamu wetu kakaa kaegemea ukuta kaka mguu hivi hata hajashtuka. Mimi nilichofanya nikamwambia njoo hapa na kazi huna. Lakini si yeye peke yake. Nimesikia clip nyingine ya Muhammad Mafuta anasema hivyo. Sisi tumewalea vijana lakini wameondoka sasa hivi wanatutolea maneno mabaya, wanatukosea adabu na tumewafundisha. Analalamika Muhammad Mafuta. Vijana hawa wanahitaji nasaha. Wanasihiwe na wazee wao na watu wao wa karibu, kwa sababu wazee wao tuliwaheshimu. Kutuambia kwamba kijana huyu ameharibika na mingineo mbele yamesemwa pia. Lakini haya mbele sitoyasema. Tashi hapa kwamba kijana kaharibika. Kwa hiyo aletwe kwa Sheikh Bali Abdul Fadhil asome, arudi katika mstari. Walillahi alhamd. Kasoma akapata malezi pale, akaondoka kwenda katika sehemu nyingine. Mashekhe sasa wanaotulea na wakatufundisha. Vijana wanaotukana huko kwenye mitandao, mashehe kadha, mashehe hivi na vile, msende kusoma kwa sababu hao si maulama, si hivi na vile. Lakini haya matusi tunayasikia kwetu sisi hana afya yoyote. Mimi nataka kusema jambo moja hapa. Hamna haja ya kulalamika kwa sababu haya ni yale ambayo mliyapanda nyinyi. Na msiba unaokupateni ni kwa sababu ya yale ambayo mikono yenu imechuma. Mikono yenu imetanguliza. Hapa Tanzania kulikuwa na heshima na adabu kwa wanafunzi, bali watu wote walikuwa na heshima na adabu kwa sababu walilelewa kwa adabu na mashekhe wao. Mashekhe wetu wa kitarika, mashekhe wetu wa kisufi, Allah warahamu, awaingize katika pepo zake pamoja nasi sote, walikuwa na adabu ya kiwango cha juu na waliheshimiana katika masuala ya ikhtilafu. Kulikuwa na madhehebu tofauti, ibadhi walikuwepo tokea zamani, mashia na wengineo, lakini walieleza haki kwa dalili na kwa heshima. Mara tu ulipoingia uwahabi zikaanza vurugu, hawana nidhamu, wanatupa tu maneno, wanawakashifu wanachuoni, wao ndo wako kwenye haki tu, kila kile wanachokiona wao. Mwenzao ambaye ana fikra kinyume na wao ni mpotofu, huyo ni mtu wa motoni. Walikuwa maneno yao, hawana heshima kiufupi. Wakatengeneza mwenendo huo, wakadhani kwamba hilo litaishia hapo hapo. Matunda yake sasa ndo haya ambayo wanayavuna hivi sasa. Hebu angalieni, walimu wenyewe ambao ndo walianza kuleta fikra za Wahabi ndo hawa. Kidogo tunakuja habari hawa wanaobweka alfajiri, salatu khairu minan naum, wanabweka alfajiri. Wallahi mtume hajapata hata siku moja kupiga makelele alfajiri sala. Mwalimu mwenyewe ndo yuko hivi. Na Allah anasema ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana, lingania katika njia ya Mola wako kwa mawaidha, kwa hekima na kwa mawaidha mazuri. Lakini unamkuta mwalimu ndo
waita watu kwamba wanabweka, maanake watu mbwa, anaofananisha na mbwa. Mwalimu kueleza tu jambo watu kwa hekima na kwa busara hawezi. Mwalimu na ndo waasisi walioanza kuleta fikra za Uwahabi hapa Tanzania, mwanafunzi atakuwa vipi? Ndio maana unaona wanafunzi sasa hivi wengine wamegeuka, wamekuwa sasa wanawatukana walimu wao. Maana tumesikia sisi kutoka kwa Muhammad Mafuta anasema hata Sheikh Nasor Bachu rahimahullah alikuja kuijua haki mwishoni, yani mwishoni tena karibu ya kufa. Maana kipindi chote kile analingania haijui haki. Angalia matusi hayo na maneno ya kashfa na maneno mabaya. Lakini haya yalipandwa na mawahabi, yalipandwa, waliyatengeneza wao haya. Na msemo unasema idha kana rabbul baiti litabli dhariba fala talumanna sighara ala rakhsi, ikiwa baba mwenye nyumba mlezi anapiga ngoma usiwalaumu watoto kucheza. Ndio maana sasa hivi wale walikuwa wanajiita Ansar Sunna walipokuwa wanawapigia makelele na kuwatukana mashekhe zetu, walikuwa wanaona kwamba ndo wanafanya jambo la sifa, wanasifiwa. Sasa hivi wao pia wanaingizwa katika bid'a, kwamba na wao pia ni wazushi. Wamekuja mawahabi wengine wana spidi zaidi kuliko ile. Sasa wao wanaitwa mahizbi sasa hivi. Yani imekuwa sasa wanatafunana wenyewe kwa wenyewe. Sasa msilalamike, Muhammad Mafuta, Arif Nahdi, msilalamike. Hiki ni kile ambacho mlikipanda nyinyi na mtatafunwa kweli kweli na hiki ambacho mmekipanda. Huwezi wewe kupanda mahindi halafu uje uvune zabibu au tende. Hakuna kitu kama hicho. Unapokuwa mwenendo wako wa kusomesha na kulingania hauko sawa, umekosa heshima na adabu, unawaita watu sijui wanaabudia makaburi, unawaita watu sijui wazushi, unawaita watu sijui makhurafi. Ikiwa mwenendo wako ndo huo, huna kauli nzuri, wewe ni mtu wa kujitakasa tu siku zote, basi usije ukafikiri yule unayemfundisha mdogo na yeye hatochukua ule mwenendo. Atachukua naye, atakuwa na mwenendo ule ule. Mwisho atakuja kuona hata wewe hujatakasika, atakushambulia. Kwa hiyo huu ni mwenendo ambao mmeutengeneza nyinyi wenyewe. Huu ni mwenendo ambao mmeutengeneza nyinyi wenyewe, na kwa hivyo tulieni. Hao vijana watakutukaneni kweli kweli, na bado nyinyi mtatengeneza virus humu ambao watakuja kukutafuneni na wakumalizeni kabisa. Nyinyi mmewahi kusikia wanafunzi wakisomeshwa na shekhe wa kisufi kisha wakarudi wakamshambulia shekhe wa kisufi? Labda wewe mwanafunzi akutane na kundi la mawahabi aingie kwenye mawahabi, lakini wanafunzi wa kisufi wanakuwa na heshima na adabu kwa walimu wao. Lakini nyinyi hamko hivyo. Kwa hiyo ikiwa nyinyi mmeshindwa kutunza heshima kwa mashekhe waliokuwepo, mkawaita wazushi, mashekhe waliokusomesheni mkawaita wazushi, sio tulikuwa tumepotea sisi wakati mshasomeshwa. Halafu tena nyinyi mnakuja kuwalaumu watoto wenu, mnawasomesha, mnawalea, wasije wakakutokaneni. Lazima watakutokaneni, lazima.